Alitupa kipisi cha sigara kwa kono lake la kulia, akaanza kukifuatilia kinakoenda. Jamaa alikuwa ni jobless, akaamua kukifuatilia kipisi cha sigara kama sehemu ya kupoteza muda. Kilipofika kwenye mfuniko wa matundu wa barabarani kikapotea. Alipoangalia juu akagundua kwamba lile shimo liko mbele ya benki kuu. Akarudi kijiweni kwao, akaanza kukimbia kufuata maji ya mvua. Akagundua mabomba ya maji taka ya chini ya barabara yanatokea mbele ya mlango wa benki. Alichoka kuwa maskini, alipata bonge moja la wazo. Kesho yake yeye na marafiki zake walienda benki usiku. Walihakikisha hakuna mtu anayewaona. Wakapima distance ya kutoka kwenye shimo hadi zinapokaa hela. Wakagundua kuwa wakichimba shimo la mita 18 watakuwa mamilionea. Walikuwa na furaha sana. Waliamini watauaga umaskini hivi karibuni. Hawakutaka kuchimba handaki kuelekea benki kwa kubahatisha. Kesho yake Jackie alijifanya mteja, akaingia ndani ya ile benki ili aielewe vizuri ramani nzima ya benki. Alizikwepa kamera za benki, akaanza kupiga picha kisirisiri. Kwa kuwa alikuwa anatembea sana pale benki, mlinzi akamshtukia. Mlinzi akamwambia mshikaji, kijana, naomba hiyo kamera. Mlinzi aliikagua kamera kwa makini, hakukutana na picha yoyote ile. Jackie alitoa memory card kabla hajampa kamera. Mpango wake ilikuwa ni kukamatwa makusudi ili azijue chochoro zote za ndani ya benki. Aliporuhusiwa kutoka, akachora ramani ya benki nzima. Rafiki yake Jackie aligundua kuna kitu kimoja wamekisahau. Walikuwa hawajui urefu wa kutoka kwenye shimo hadi kwenye sanduku la hela. Swala la huo urefu niachie ni mimi. Kesho yake alichora mstari kwenye tairi. Akaendesha baisikeli kutoka kwenye shimo hadi kwenye mlango wa benki. Alihesabu mzunguko wa matairi, akatumia formula ya pi, akapata distance ya kutoka kwenye shimo hadi kwenye boksi la hela. Waliuona utajiri huu hapa, wakasubiri usiku ufike ili waanze kuchimba shimo kwa hamu. Baada ya muda kidogo wakagundua kuna tatizo lingine. Wakiingia ndani ya boksi kubwa la chuma la pesa, watawezaje kufungua mlango wa boksi dogo la pesa lenye password? Wakitumia muda mrefu kufungua mlango watakamatwa. Ili kujua jinsi ya kufungua mlango, jamaa alivaa miwani, akajifanya anataka kuweka pesa zake ndani ya ile boksi la chuma. Akaliangalia kwa makini aina ya kufuli lilo nyuma ya hivi vijimilango. Wakatengeneza kifaa cha kihydrauliki kinachoweza kufungua makufuli ya vile vijiboksi. Walichimba handaki la chini kwa chini usiku mzima. Walijiona wakiuaga umaskini hivi karibuni. Kila kitu kilienda sawa. Kabla hawajatoboa shimo la kuibukia ndani ya benki, wakagundua kuna kitu wamesahau. Wakishaingia ndani watawezaje kufungua mlango wa chuma wa benki? Na benki na mzunguko wa walinzi masaa 24. Wakikosea mahesabu kidogo tu watakamatwa. Baada ya kufikiria sana, Jackie akamwambia waachane na mipango yote iliyopita. Amepata bonge moja la wazo. Tutajigawa kwenye makundi mawili. Kundi la kwanza litaenda kuiba benki wakati wa mchana. Ule mlango wa chuma huo unakuwa wazi wakati wa mchana. Wakati walinzi wote wanashughulika na kundi la kwanza lililoko mbele ya benki, kundi la pili litaingia kupitia shimo lililoko ndani ya benki na litaondoka na hela kilaini. Kila mtu alikubaliana na hili wazo. Kesho yake kundi la kwanza lilijipaka super glue mikononi ili kuondoa fingerprints. Wakabeba bunduki feki, wakavaa kininja, wakavamia benki. Watu wote mikono juu, mwendo wa mateka. Je, watafanikiwa kuiba? Comment hapo chini kama unahitaji muendelezo. Naomba subscribe, usipotaka usubscribe, bando ni la kwako, simu ni ya kwako, sikupangicha kufanya. Asante kwa kuitazama Freddy Flix TZ.